Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutujalia kufika katika siku hii ya leo, siku ambayo tunakusudia kutoa faida kwa kila mtu ambaye mwenye changamoto za kiuchumi. Kuna siri nyingi ambazo zinawafikia watu wenye changamoto za uchumi, na masuala hayo yameelezwa na baadhi ya wakubwa ambao waliozama kwenye ilmu hii ya asrari, na kila mwenye kutamasaki, mwenye kushika mambo haya ambayo yameelezwa na wakubwa, basi Mwenyezi Mungu atamtoa katika changamoto hiyo ya kiuchumi. Maasafan shadidi, japokuwa watu wengi twaingiwa na uvivu, lakini uvivu huo unatokana na shetani, si unatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna jambo twapenda kuelezana leo hii, siri ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ni kalimati tauhidi, ni kalima ambayo Ibilisi laanatullahi alayhi amekiri kusema, ahalaktu nafsu bidhunubi wa ahalakatani bila ilaha illa Allah. Mimi Ibilisi naangamiza watu kwa maasi, lakini wao hawa watu wananiangamiza wanaposema la ilaha illa Allah. Na la ilaha illa Allah ni jambo adhimu, ni jambo kubwa, kwani la ilaha illa Allah ndiyo aliopewa Nabii Adamu alayhi salatu wassalam, ndio aliopewa Nabii Nuhu, ndiyo aliopewa Nabii Ibrahim, baba wa imani, alipewa la ilaha illa Allah. Kwa hiyo leo hii tunaingia kwenye khawasi ya la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, khawasi yake ya kwanza inaanza 100, ya pili ni 1000, lakini ya juu zaidi ni 1070. Kwa mwenye kutaka siri ya la ilaha illa Allah, basi afanze haya mambo yafuatayo. Achukue 1070 aigawe mara vipindi vya swala, kwa maana atagawa kwa 5. Atapogawa kwa 5, ndio itambidi asome kila baada ya swala, atasoma idadi ile ambayo ilikuwa imegawika. Ukifanza hivyo kwa muda wa siku 7, kuna ajaib, wanasema kubwa, tara ajiban, utaona maajabu makubwa na siri kubwa juu ya hii kalima ya la ilaha illa Allah. Kwa hiyo na hutuba yake ni ile iliyosemwa, inaitwa maarufu, inaitwa Ganjul Arishi, la ilaha illa subhana malikul qudus. Unasoma mwanzo mpaka mwisho katika kila baada ya kipindi cha swala. Hakuna mtu aliyofanya hii akawa amefakirika katika uchumi.
insha Allah, kila mtu ambaye amegagazika kwenye uchumi umeyumba, basi atumie la ilaha illa Allah kwa hesabu ya 1070, aigawe mara 5, asome kila kipindi cha swala inshallah kwa muda wa siku 7. Mwenyezi Mungu atamwekea wepesi inshallah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.